Wakfu, waheshimiwa viongozi wa halmashauri ya walei na VMJ, wapendwa waamini wote tuliokusanyika hapa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunayo sababu ya kuja mbele ya Mungu na kumpa shukrani kwa neema na baraka zake anazotukirimia pasipo kipimo. Kwa namna pekee tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuadhimisha matakatifu haya. Lakini pia tunamshukuru Mwashamba Askofu Flavian Matindi Kasara, askofu wetu wa jimbo la Geita, kwa kutuongoza na hasa kubariki mafuta na kukubali na kupokea viapo vyetu kama mapadri wasaidizi wake katika utume ndani ya jimbo la Geita. Kwa namna pekee tunawashukuru waamini wote. Tunawashukuru kwanza kwa kuunganika pamoja na sisi kwa tukio hili, lakini tunawashukuru sana kwa sala zenu, matashi mema pamoja na zawadi kubwa mnazozitolea sadaka kwa ajili yetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Shukrani zetu tunazitoa kwenu tukiamini kabisa zawadi mnazotolea ni kwa sadaka mnazozifanya ili basi utume ndani ya shamba la Bwana uweze kuendelea. Tunazidi kuwaomba tuendelee kushikamana ili basi neno la Mungu tulilolipokea tuliishi, lakini pia tulipelekwe kwa wengine ili huyu Kristo atangazwe hata kwa wale ambao bado hawajamjua bado. Tunawashukuru kwa namna pekee kwa zawadi hizo, na tunazidi kuwaomba tuendelee kushikamana na kuona labda mbeleni huko namna nyingine ambayo tunaweza tukafanya vizuri zaidi, hasa kwa ajili ya huduma ya mapadre, hasa wale ambao ni wazee na wagonjwa. Kwa jimbo letu hatujawa na changamoto kubwa, lakini tunapaswa kuanza kufikiria mbeleni huko tutapaswa kufanya kitu gani, hasa kwa hudumia mapadri ambao watakuwa na changamoto ya afya na wengine ambao watakuwa ni wagonjwa. Basi kiujumla neno langu ni shukrani, na tunazidi kuwaomba mtuombee ili tuendelee kuwa wahudumu wema ndani ya kanisa, tukitekeleza majukumu yetu na kwa namna ya pekee tukisindikizana na kupelekana kwa Mungu. Basi baada ya kusema hayo, niwaombe tena kwa namna ya pekee tunapoingia katika maadhimisho ya Juma Kuu haya, hasa sikukuu tatu za Pasaka, kila mmoja tujitahidi kwanza kujiandaa, lakini pia kushiriki pasavyo maadhimisho haya ili tuweze kunufaika na Pasaka hii, tufufuke tukiwa wapya pamoja na Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwisho kabisa, nimeombwa nimkaribishe Mwashamba Askofu kwa neno lake la kibaba, na kama kuna maelekezo na mengine, basi baba, karibu sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Padre Elias Masolwa, makamu wetu wa askofu, Mheshimiwa Padre Kriano Siduka, mwenyekiti wa Umoja wa Mapadri, waheshimiwa mapadri wote, Mheshimiwa shemasi, waheshimiwa watawa wote wa kike na wa kiume, waheshimiwa waseminari wetu, waheshimiwa viongozi wetu wa halmashauri katika ngazi ya jimbo, lakini maparokia na ngazi mbalimbali, pamoja na jumuiya zake zote, wapendwa watoto wa Utoto Mtakatifu na watoto wote,
viongozi wetu waliopo wa serikali na vyama, ndugu zangu waamini na wageni wote, tumsifu Yesu Kristo. Nianze na hilo ambalo amemaliza nalo Padri George, kuwa na moyo wa shukurani. Niungane nanyi na walionitangulia kwa namna ya pekee leo, ikiwa siku ya mapadri, kutoa shukurani nyingi kwa jimbo letu, kwa Mwenyezi Mungu kutujalia wahudumu hawa wa kanisa. Zidi kuwaombea mapadri na shemasi wetu moyo mkuu katika utumishi, na Mwenyezi Mungu azidi kutubariki, kutuunganisha, lakini kutupa nguvu za utumishi kwa watu aliotukabidhi. La pili, ni washukuru ndugu zangu waamini wote kutoka parokia zote kwa wema na ukarimu wenu, ambao si huu tu, katika nafasi mbalimbali mmeendeleza ukarimu huo na kuwezesha kwa kweli kutegemeza jimbo letu. Kwa asilimia kubwa tunaelewa jimbo letu linaendelezwa kutokana na ukarimu wa waamini, na kwa yale makubwa ambayo mnafanya na haya makubwa zaidi mliofanya leo, tunaendelea kuwashukuru na kuomba tuendeleze mshikamano katika yale yote ambayo yanahitajika kwa ajili ya kuwezesha sisi tuliopewa nafasi ya kusimamia tuweze kuyatekeleza hayo ambayo yanahitajika kwa ajili ya ustawi wa Injili ndani ya jimbo letu. Asanteni sana kwa zawadi kwangu mimi binafsi na kwa mapadri wetu wote ambao mmewatolea kwa ukarimu. Asanteni sana. Niwashukuru kwa namna ya pekee parokia mama Malkia wa Amani kwa kujitoa kwa kweli kwa hali na mali katika maandalizi ya siku hii ya leo, na bado wametuambia baada ya misa hii basi ili tusiende wanyonge, wametuandalia ukarimu tena kwa ajili ya chakula cha mchana. Malkia wa Amani, asanteni sana. Mungu azidi kuwabariki. Lingine ambalo ni kubwa leo mbele yetu, pamoja na shukurani, ni washukuru mapadri kwa kushirikiana nami, kuungana nami katika utendaji wa huduma zote tunazotoa ndani ya jimbo. Mara nyingi mapadri wanatambulisha, wanasema sisi wasaidizi wa askofu. Ni kweli, lakini bila mapadri askofu haendi. Kwa hiyo ni watendaji wakubwa ndani ya jimbo katika yote ambayo yanahusu uwepo wa jimbo letu. Asanteni mapadri kwa majitoleo yenu, utayari wenu wa kushirikiana kati yenu, lakini kwa ushirikiano nami katika yale ambayo yanahusu utendaji ndani ya jimbo. Asanteni sana. Ndugu zangu, tuko ndani ya Jubilei kuu, na kama tulivyoalikwa ni kuendelea kujisikia tu mahujaji wa matumaini. Safari hii inaendelea, ni safari hasa ya kiroho. Kwa hiyo tusiache bado kuongelea swala la Jubilei kuu, na hasa katika vikundi vyetu vidogo vidogo na katika familia, kukumbushana jinsi ambavyo matumaini yetu, kama anavyosema Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 5, hayadanganyi. Ni matumaini yanayojenga imani yetu na kufanya tuendelee kupigania kupata kile ambacho ni tumaini letu kubwa, wokovu wetu na wajirani, na hatimaye uzima wa milele. Ni ndani ya safari hiyo tunaungana na kanisa zima, kanisa mama, ambalo limeendelea kutufundisha kama kanisa kwa ujumla, lakini tunaelewa ndani ya Jubilei hii kuna vikundi mbalimbali. Tusome taarifa za hija za vikundi, na kwa mapadri kwa namna pekee, ukiangalia ratiba ya askofu imeonyesha tarehe ambazo vikundi hivyo vina maadhimisho hayo. Tuwaunganishe kuanzia katika vigango, tuungane katika saparishi zetu, tuungane katika parokia na kijimbo. Tumeshafanya maadhimisho kadhaa makubwa kabisa. Mawili ambayo tumefanya ni yale ya vyombo vya ulinzi na usalama, tulifanyia kule Fatima. Tumefanya ya wale wahudumu wa afya, tumefanya hapa, na washukuru wengi walijitokeza.
na kwa kweli yameonyesha matumaini makubwa kwa ndugu zetu hao. Bado tumeendelea kufanya katika vikundi mbalimbali vidogo yanapojitokeza yanayohusu makundi. Tuendelee kusoma utaratibu na kujiandaa ili hija hii tuunganishe. Pamoja na kufanya hija hiyo ndani ya maeneo yetu, sisi maaskofu wenu wa kanda ya Ziwa, jimbo kuu la Mwanza, tumeandaa utaratibu maalum kwa wale watakaoweza, kwamba pawe na safari ya kwenda kuhiji Roma kwa watakaoweza kuchangia gharama hizo, zikisimamiwa na jimbo letu kuu. Sisi maaskofu majimbo 8 tumeandaa tayari tume maalumu iko Mwanza. Tumefikisha ujumbe kwa maparoko wenu, ikiwa imetambuliwa vile vile na gharama za kwenda. Ni utaratibu ambao tunataka kupunguza usumbufu kwa wale walio tayari, ikiwemo kuwatafutia pengine visa ya kuingia Italia, kutafuta sio nauli, ndege ambayo pengine maalum, au kusafiri katika usafiri maalum kwa pamoja mpaka kufika Italia, na kupata watu wa kutusimamia tukiwa kule. Na tumeandaa itakuwa hija ya kama wiki moja pamoja na Roma, lakini kuweza kufika vile vile maeneo fulani ambayo ni ya kiimani kule Roma kama kundi. Tumeandaa hilo kwa sababu tumegundua inapunguza kiasi kikubwa gharama, na mkiwa watu mnaotembea wenye kutoka eneo moja, ni rahisi hata kupata waelekezaji. Tunao vijana wetu kule ambao wanasoma, wameshakaa muda mrefu, wanaelewa maeneo hayo, pengine wakaungana na wale watakao tuandalia, tukaweza kupata hija yetu ya Kiswahili ambayo inakuwa itatajirisha zaidi kuliko mara nyingine kuingia katika makundi yale ya kimataifa. Unaweza kukosea ukalipia kwenda kuingia kundi la Kifaransa, kwa hiyo itakuwa ni kama bendera fuata upepo na kurudi kama ulivyokwenda. Kwa hiyo tumewaza hilo, muaulize maparoko wenu utaratibu wanao, wale watakaokuwa tayari. Maandalizi hayo yakamilike kabla ya mwezi wa 6, kwa sababu nategemea hija ifanyike mwezi wa 9, tukiwa tumekwepa vile vile joto la Roma kuanzia mwezi wa 5 mwishoni, mwezi wa 6, mwezi wa 7 na wa 8 ni joto kali sana. Sasa kwa mgeni ambaye hujazoea joto hilo, mara nyingine inaweza ikafanya mtekeleze kile mlichonuia. Kwa vile tunajua mazingira, tukaomba tuseme tupeleke mwezi wa 9. Ule ni mwezi mzuri, baridi haijaanza, joto limekwisha, basi mazingira kama ya kwetu kidogo, wale watakao kwenda waweze kuhudumiwa. Lakini kwa wale ambao hawataweza kwenda nje ya nchi yetu, tutumie nafasi katika vikundi mbalimbali. Hija ni ya muhimu, na ndio maana hata hija yetu ya kijimbo mwaka huu tutaielekeza katika hiyo hija kuu kwa ajili ya kutafakari jubilei kuu. Sasa umeshindwa kwenda Roma, ushinde kwenda hata yenye nitakupa, tukasafiri wote kwenda msalabani tukasali, na naamini baraka ni zile zile. Upungufu kidogo utakuwa ile utakayoona kwa macho, wale wataona kule na sisi huku, lakini Mungu ni yule. Kwa hiyo tutumie nafasi hizo za hija za vikundi hata sasa, tusisubiri ile hija kuu ya kijimbo. Kusanyaneni, kama ni watawa mnakusanyana, nadhani mna maandalizi yenu kwa ajili ya hija ya jubilei kuu. Chagueni hata mkiamua kwenda kule msalabani. Mazingira msalabani sasa hivi ni rafiki, huduma nyingi ziko msalabani kule, kwa sababu tumefungua tayari kule shule ya wavulana. Kwa hiyo kuna majengo, kuna huduma nzuri ya maji na hata mazingira mengine. Kwa hiyo tutumie nafasi hizo, na hasa maeneo hayo yaliyotengwa maalum.
Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.